إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، الله سبحانه وتعالى يقول أيضا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ndugu katika iman, tukiwa katika miongoni mwa miezi mitukufu ambao umma fi mashariki al-ardhi wa magharibiha wanafanya istidad ya kuwa ni dhuyufu rahman ndani ya mji wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tukufu. Lakini maa al-asaf ash-shadid tumeghafilika wengi katika umma wa Kiislamu ambao wanafanya safari hii ndani ya mji mtukufu, ndani ya nyumba tukufu. Tunashindwa kujiandaa wakati tunapokuwa tunategemea kufanya ibada tukufu ya haji. Bal la kusikitisha, waweza kumuuliza Muislamu, hebu nipe utukufu wa sehemu fulani na sehemu fulani na sehemu fulani, inakuwa ni fabuhita alladhi kafar. Ala kulli hal, Muislamu anajua kujilimbikiza pesa yake, akajiwekea masurufu yake, akajiandaa kwa ajili ya kufanya ibada ya haji, lakini pasina walau kupata mawili matatu ya utukufu, imma ya utukufu wa mji wenyewe, imma ya utukufu wa nyumba yenyewe, na baadhi ya sehemu zingine ambazo anazipitia Muislamu kufanya ibada yake ya haji. Na kila yoyote katika Waislamu na asiyokuwa Muislamu, kwa jambo lake lolote analotaka kulifanya, lazima afanye istidad, ajiandae. Leo watu wa magharibi wanaotoka Europa na kwingineko kwenda katika nchi za Kiafrika kwa ajili ya kufanya starehe zao na anasa zao mbalimbali, ujiandaa. Bal ni shay'un gharibun wa ajibu kumkuta mtu ambaye katoka Europa
ana mapu ya sehemu ambayo anaiendea. Hili ni suala la kawaida, lakini leo Muislamu juu ya hii sehemu anayoiendea yetu anajipanga, kwa sababu nami nionekane naenda kufanya ibada ya haji. Allah subhanahu wa ta'ala amezileta hizi ayati katika Qur'an ili waislamu wachukue ibra juu ya kile ambacho wanaenda kukifanya. Hata sala kama haina maandalizi ya kutawadha haiwezi kuitwa swala. Wale waoaji tunao kwa sababu gani? Kila mtu ana fikra yake ya kuoa. Wajengaji wa nyumba, kila mtu ana fikra kwa nini anajenga nyumba, kwa nini apate maskani nzuri, wa hakadha na mengineyo. Ndani ya ibada hii ya haji ambayo Allah tabaraka wa taala amezungumza takriban mambo matatu ama manne katika hii aya niliyoitanguliza. Kitu cha kwanza ambacho ni ibra Muislamu kujifundisha ni kuchukua somo katika hii aya. Yoyote anayejiandaa kufanya ibada hii ya haji na yule ambaye hajajaliwa kufanya ibada ya haji, kujua ya kuwa awwalu baitin wudha'a linnas, nyumba ya kwanza iliyowekwa katika ardhi hii kwa ajili ya umma kufanyia ibada ni nyumba hiyo ambayo umma wa Kiislamu leo wataka kutoka katika majumba yao kwa ajili ya kuendea nyumba hiyo. Inna awwala baitin wudha'a linnas lalladhi bi Makkah, nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kufanywa ibada منذ أن خلق الله السماوات والأرض lalladhi bi Makkah. Allah anasema ni nyumba ambayo inapatikana Bakka au Makka au Ummul Qura au al-Baladul Haram. Hii ni nukta ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu ameileta umma wapate kuchukua hapa. Ukitajiwa nyumba yoyote ya kufanywa ibada, jua katika akili yako ya kwanza ni nyumba hii ambayo umma wa Kiislamu waielekea. Inna awwala baitin wudha'a linnas lalladhi bi Makkah. Kisha nukta nyingine, hakuna nyumba iliyobarikiwa katika ardhi hii kama nyumba hii, kwa sababu Allah ametoa nukuu kuinukuu ya kuwa ni hii peke yake ambayo imebarikiwa kuliko sehemu zingine. Mubarak, iliyobarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta nyingine akaitaja Allah subhanahu wa ta'ala wa hudan lil alamin, nyumba hii ni muongozo kwa viumbe vyote. Akija mchina hapa hatosema mimi na uchina wangu nitaswali leo nimeelekea huku ninakotaka. Hakija mzungu lazima aelekee pale pale. Atakavyokuja yoyote awe mweupe, mweusi, kijani, kama wako wekundu, lazima aelekee pale. Lesh hudan lil alamin, ndo muongozo kwa umma. Hauchagui maadamu hata akawa si Muislamu, maadamu kaingia katika Uislamu naambiwa bana inabidi uelekee kule kule. Hudan lil alamin. Hii nukta ya tatu Mwenyezi Mungu akaitaja ambayo umma lazima tuchukue ibra. Kisha akasema ndani ya nyumba hii fihi ayatun bayinat, ndani ya nyumba hii kuna alama, kuna ishara zilizowazi ambazo taghafala anha kathirun min alhujjaj, wameghafilika nazo wengi katika wale ambao wanafanya ibada ya hija. Alama hizi na ishara hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja, akanukuu moja akaitaja akasema maqamu Ibrahim fihi ayatun bayinat, ndani ya nyumba hii kuna alama, kuna ishara zilizowazi. Miongoni mwa ishara hizi akasema maqamu Ibrahim. Qala Qatada wa Mujahid wa ghayruhuma anna maqamu Ibrahim
إبراهيم من الآيات البينات. قتادة مجاهد na wengineo wasema hii maqamu Ibrahim aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa fihi ayatun bayinat, wasema hii maqamu Ibrahim min al-ayat al-bayinat, ni katika alama na ishara zilizowazi kujua utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. ابن جرير الطبري في تفسيره يقول عند قوله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إلى قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، قال إن أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين للذي ببكة فيه علامات بينات من قدرة الله وآثار قدم خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال منهن آثار قدم خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ابن جرير الطبري katika tafsiri yake akiashiria hii aya asema nyumba ya kwanza iliyowekwa katika ardhi hii ni hii ambayo umma wa Kiislamu waielekea kufanya ibada ya haji. Kisha nyumba hii ni mubarak, imebarikiwa na Allah, kisha ni muongozo kwa watu wote, na nyumba hii ni ile ambayo inapatikana Bakka au Makka. Kisha kasema nyumba hii fihi alamatin bayinat, ndani yake kuna alama zilizowazi ambazo alama hizo ni min qudratillah, ni kutokana na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, la li ahad. Kisha kasema ndani ya alama hizo anazozisema Allah subhanahu wa ta'ala ni kupatikana athar ambazo alisimama nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Thumma qala, athari yenyewe ni kupatikana nyayo ambazo alisimama nabiyullah Ibrahim akijenga al-Kaaba, akiwa amesimama juu ya jiwe ambalo wakati anaijenga al-Kaaba mwanawe Ismail akimpatia mawe na Ibrahim akijenga al-Kaaba. Na hapa muujiza ambao Allah subhanahu wa ta'ala asema watu wachukue tanabba ni kuwa nabiyullah Ibrahim wakati anaijenga al-Kaaba kullama irtafa'a al-bayta irtafa'a al-hajar, ndo fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim. Kila anapoijenga al-Kaaba lile jiwe alilosimamia Ibrahim na akipewa na mawe na mwanawe Ismail, jiwe linainuka kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huma yaqulani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wakati wakifanya zoezi hili wawili hawa baba na mwana wakisema rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال قلت يا رسول الله، ومن حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال له صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قلت يا رسول الله ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت يا رسول الله كم كان بينهما؟ فقال له صلى الله عليه وسلم 40 سنة. hizi ni athar, ni ibra ambazo umma wa Kiislamu watakikana tuchukue. Sahabiyul jalil yasema nilimuuliza Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni ipi nyumba ya kwanza iliyowekwa katika ardhi hii kwa ajili ya kufanywa ibada? Sallallahu alayhi wasallam akamwambia ni Masjidil Haram. Kisha nikamuuliza nyumba ya pili ni ipi? Mtume akamwambia Masjidil Aqsa. Kisha nikamuuliza Rasulullah, baina ya Masjidil Haram na Masjidil Aqsa kulipita urefu gani? Sallallahu alayhi wasallam akamwambia ulipita urefu wa miaka 40,
baada ya kujengwa Masjid al-Haram ndio ikajengwa Masjid al-Aqsa, kulipita miaka 40 ndio ikajengwa Masjid al-Aqsa. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ndani ya msikiti huu, ndani ya jengo hilo, ndani ya nyumba ya Allah tabaraka wa taala kuna alama. Miongoni mwa alama alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala ni maqamu Ibrahim. Ibn al-Jawzi asema kuhusiana na maqamu Ibrahim ya kuwa hii maqamu Ibrahim imeendelea kuweko na itaendelea kuweko, na ni athari ambayo inafahamika kwa maulama, bali hata kwa watu wa Arabu wenyewe zama hizo, mpaka Abu Talib alitoa qasaid ya shairi akizungumza Masjid al-Haram na akizungumza maqamu Ibrahim, kuonyesha athar za sehemu kama hizi ambazo umma leo wanamiminika kwa ajili yake. روى البخاري من حديث أنس بن مالك قال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب أسيما وحديثه ambayo البخاري ndo ameitoa kupitia kwa sahabi aljalil Anas ibn Malik. Anas anaelezea baina ya maneno yaliyotokea baina yake na Umar ibn al-Khattab, asema qala li Umar ibn al-Khattab, Umar aliniambia mimi, baada ya kuwa Umar anawaambia masahaba, wafaqani Allah fi thalatha, Mwenyezi Mungu au Mungu wangu aliniwafikia mimi akanikubalia mimi mambo matatu. Miongoni mwa mambo hayo, qultu ya rasul Allah law ittakhadhta maqama Ibrahima musalla. Miongoni mwa masala ambayo Mungu aliniwekea tiki akanikubalia mtume akiwa hai ni pale mimi nilipomshauri Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nikamwambia Muhammad, waonaje hii maqamu Ibrahim ambayo alitaja Allah subhanahu wa ta'ala fihi ayatun bayinat, waonaje wewe na umma wako na sisi sote tukawa tusali rak'a mbili nyuma ya maqamu Ibrahim? Kabla ya hapo watu walikuwa wanafanya tawafu wanaenda zao. Umar akamshauri Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waonaje tunapomaliza kufanya tawafu tukasali nyuma ya maqamu Ibrahim? Sallallahu alayhi wasallam akasubiri, kwa sababu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Alikuwa asubiri Muhammad sallama, wala hazungumzi kwa matamanio yake, ni wahi. Fikra aliyoitoa Umar kama ilivyokuja kwa riwaya nyingine ya kuwa sallallahu alayhi wasallam طاف بالبيت 7 مرات ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم إلى بئر زمزم ليشربه، فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله ما ذر بنا لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلانا كان أحسن. فقال له صلى الله عليه وسلم يأمر عمر بذلك وقبل غروب الشمس هذا اليوم ليفارق النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام إلى عرفات نزل قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هي ni sharafu aliyokuwa nayo Umar ibn al-Khattab ya kuwa sallallahu alayhi wasallam alifanya tawafu katika al-Kaaba mara 7, kisha mtume akatoka pale akataka kwenda kunywa maji katika bi'ri Zamzam. Umar akamwambia Rasulullah, waonaje hii maqamu Ibrahim tukaifanya ni sehemu ya kutaraka rak'a mbili? Sallallahu alayhi wasallam akamwafiki Umar ibn al-Khattab kwa kitendo hichi, na kabla mtume aondoke kesho yake asubuhi kwenda katika viwanja vya Arafa ndio ikateremka aya wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Tumekamwambia masahaba tuswali katika maqamu Ibrahim kutokana na kauli ama bishara njema aliyoitoa Umar ibn al-Khattab. روى الإمام النسائي والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أيضا قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 مرات ثم صلى خلف المقام ركعتين خفيفتين ثم طاف بين الصفا والمروة ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Angalia mambo ambayo umma wa Kiislamu tumeghafilika nayo, yaliyo muhimu kwa wale ambao wanapanga safari zao kuendea hii sehemu. Asema ya kuwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliingia msikitini na akafanya tawafu mara 7,
baada ya kuwa amri wasali katika maqamu Ibrahim sallallahu alayhi wasallam akasali nyuma ya maqamu Ibrahim rak'a mbili, kisha baada dhalika akaenda akafanya sa'i baina as-safa wal marwa, kisha akasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kigizo chenu chema si kwa mwingine, ni kwa huyu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ibada ya hajj yatakikana tuichukue kama alivyoichukua Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Li ajli dhalik yafaa kuwa haji yoyote ambaye anaenda kufanya haji ama kufanya umra, baada ya kumaliza kufanya tawafu mara 7 asali katika maqamu Ibrahim rak'a mbili, na kukiwa na isti'am aweza kasogea nyuma kama hatua 5 na kuendelea, bali hata futi 30 aweza kuswali, bali limekaririwa tena ya kuwa aweza kuswali nje ya msikiti akiwa anakusudia kuswali rak'a mbili. Hili limepatikana athar kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alipofanya tawaf, na baada ya kumaliza kukawa kuna istiham, Umar ibn al-Khattab akasogea mbali zaidi. Bali limepatikana kadhalika kwa Ummu Salama ambaye ni ummul mu'minin radhiyallahu anha, aliingia kafanya tawaf na kutokana na izdiham akatoka nje ya msikiti akaswali rak'a mbili akiwa anakusudia rak'a mbili baada ya tawaf zile ambazo zinaswaliwa katika maqamu Ibrahim. Ibadullah, fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim waman dakhalahu kana amina, mwenye kuingia katika nyumba hii huwa yuko chini ya himaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kafika sehemu ambayo ni ya amani, sehemu ambayo ikifika hapo aliyena panga na teremsha panga lake, aliyena rungu haruhusiwi kuinua rungu lake. Kwa nini? Kwa sababu kafika sehemu ambayo imewekwa mipaka, hakufai kufanya lolote la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روى الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة. wapenzi watukufu wa Islam, sehemu hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema fihi ayatun bayinat, kuna ishara na alama zilizo wazi. Miongoni mwa ishara kama hizi au alama kama hizi ni jiwe ambalo limewekwa katika ruknul yaman, jiwe jeusi lililoko katika al-Kaaba, nguzo ya kulia kabisa. Jiwe hili ni miongoni mwa alama na hoja ambazo muislamu yoyote anayefika sehemu kama hii amjue Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wasallam aelezea kuhusu jiwe hili hajarul aswad, ambalo sallallahu alayhi wasallam katika tarehe wakati wameijaddidi makuraishi al-Kaaba, walipofikia sehemu la hajarul aswad tashajara bainahum, walianguka kipigo, kila mtu ana hamu ya kuwa kabila letu ndio lina haki zaidi kulichukua hajarul aswad kuliweka sehemu yake. Kila mtu akawa anatamani hajarul aswad lichukuliwe na kabila lao kwa sababu wao ni watukufu zaidi kuliko wengine. Mwisho akasema aliyesema ya kuwa tusubiri atakayetuhukumia, yule atakayetokezea katika mlango huu ndiye ana haki kutuhukumia nani ana haki zaidi kulichukua hajarul aswad akaliweka sehemu yake. Na hali hii ilibaki takriban siku 3 ama siku 4 wakigombana nani ana haki kuchukua hajarul aswad kuliweka sehemu yake. Ilipokuja kauli ya kuwa tumsubiri atakayetokezea katika mlango huu wa msikiti, huyu atakayetokezea sisi wa kwanza ndiye atakayekutuhukumia ya kuwa hii hajarul aswad nani ana haki zaidi ya kuliweka. Mara wakati wamekaa, ittala alaihim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akawatokezea makuraishi wote pamoja na ukafiri wao wakati huo, wakasema radhina bil amin, si tumridhia huyu ndiye ana haki zaidi ya kutuhukumia nani ana haki ya kulichukua hajarul aswad kuliweka sehemu yake. Sallallahu alayhi wasallam akaitisha rida, kitambara. Baada dhalika akawaambia, nyinyi kabila fulani chagueni watu wenu ambao mwaona ninyi ni watukufu mwawaamini. Baada dhalika wakachaguana katika makabila takriban 4.
sallallahu alayhi wasallam akachukua kitambaa kama kile, ikawekwa hajarul aswad katikati yake, kisha akawaambia, nyinyi kabila fulani shikeni katika nchi ya mwisho, na nyinyi kabila fulani shikeni katika nchi ya mwisho. Takriban nchi zote 4 zikashikwa, wakalinyanyua hajarul aswad. Walipolifikisha karibu na sehemu yake, sallallahu alayhi wasallam akalichukua kwa mikono yake, na ni hikma aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa hajarul aswad lisiwekwa katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale ambao wana i'tiqadi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wasallam akalichukua kwa mikono yake mitukufu, thumma ba'da dhalik akaliweka katika sehemu yake, na makuraishi wakaridhika kitendo cha Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu alayhi wasallam yaqulu fi al-hajarul aswad min al-janna. Mtume azungumza kuhusu hajarul aswad, jiwe leusi lililoko katika al-Kaaba. Asema hili jiwe leusi lilitolewa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, likaangushwa katikati ya uwanja wa al-Kaaba. Kwa nini lilikuwa jeusi? sallallahu alayhi wasallam, wal hadith akhrajahu al-Imam an-Nasa'i min hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa sahahahu Abu Abdurrahman. al-Imam al-Albani rahimahullah qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياض من اللبن فسودته خطايا بني آدم. صلى الله عليه وسلم asema hajar al-aswad iliteremshwa kutolewa katika pepo, na hajar al-aswad lilikuwa ni jiwe leupe zaidi kuliko hata maziwa. Kwa hiyo asli ya hajar al-aswad ilikuwa ni jiwe jeupe zaidi kuliko maziwa wakati limetolewa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sallallahu alayhi wasallam asema fasawadatuhu khataya bani adam, kutokana na mijidhambi ambayo wanafanya wakina Ali, wakina Muhammad, wakina Hussein, wakina kadha usiku na mchana, hajaril aswad likawa linabadilika, linakuwa jeusi, lakini asili yake lilikuwa ni jeupe kuliko hata maziwa, ambao ni athar umma wa Kiislamu taghafala anha kathir. Wengi tumeghafilika kwa athari hii ya hajar al-aswad. Al-hajar al-aswad kama qala sallallahu alayhi wasallam, wal hadith akhrajahu al-Imam an-Nasa'i wal Imam Ahmad fi sunanihi wal Hakim aidan fi al-Mustadrak min hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma aidan qala sallallahu alayhi wasallam, inna li hadha al-hajar lisanan wa shafatayn yashhadu liman istalamahu yawm al-qiyamati bihaq. Hajar al-aswad, mtume asema jiwe hili lina mdomo na lina ulimi. Ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema ili hajar al-aswad lina ulimi na lina midomo miwili, litakuja kumshuhudia mtu yaum al-qiyama, yule aliyefika pale wakati wa kufanya haji na akalifikia akalishika, na baada dhalika akalibusu, bali imepatikana athar ya kuweka bapa la uso katika hajar al-aswad kupitia kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hajar al-aswad lina ulimi, lina mdomo. Yatakikana yoyote anayefika kufanya ibada kama hii kufika kulishika, na baada dhalika kulibusu. Ni sunna ambayo iko katika Uislamu. Wa illa yule ambaye atakuwa hawezi kulifikia, utakuta kuna mstari umechorwa kuanzia hapo katika al-Kaaba mpaka kwenda mwisho kuingia msikitini. Yoyote anayefika pale anapiga bismillah na anapiga takbira, na huku akiachilia mkono katika hajar al-aswad wakati anapoanza kufanya tawafu katika hajar al-aswad. Ndio mwanzo wa tawafu kuhesabiwa. Katika tawafu kuhesabiwa mara ya kwanza unapofika pale, inakuwa ni mara ya pili kwenda mpaka mara 7. Sahaba amuuliza Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, mbona tukuona wewe ukifika katika hajar al-aswad waliangukia, walibusu, wasujudu juu yake? Abdullah ibn Umar akasema, nilimuona Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yustaslimu, nilimuona Muhammadun sallallahu alayhi wasallam akifanya hivyo, kisha nikamwona Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu, akilibusu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. يقول عبد الله بن عمر,
ما تركته منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله mimi sikuacha kufanya hivyo tangu nilivyomuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam akifanya kitendo kama hicho nami nikaendelea kufanya kitendo kama hicho katika Hajarul Aswad. Ibadullah, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. hizi ni miongoni mwa alama ambazo amezitaja Allah subhanahu wa ta'ala, bali Hajarul Aswad kama alivyosema sallallahu alayhi wasallam, mwenye kufika pale na akalishika Hajarul Aswad kwa ajili ya kutegemea ibada, anafanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema kule kulishika na ukalibusu ukiwa umejaliwa, asema ni miongoni mwa mtu kusamehewa dhambi zake. hizi ni alama ambazo ziko katika hii nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka